Kama mnavyotambua, kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar, inataka chama au vyama vya upinzani ambavyo vimepata wajumbe kwenye baraza la wawakilishi tuwapatie nafasi katika baraza la mawaziri. Na kuna formula yake ni kwamba idadi ya vyama wanavyopata, idadi ya viti vya uwakilishi wanavyopata mara idadi ya wizara zilizopo ugawe kwa majimbo 50, ndio unapata idadi gani vyama vya upinzani wanatakiwa kupata. Sasa chama pekee kilichopata viti ni chama cha ACT Wazalendo, wamepata idadi ya viti 10. Ukizidisha hiyo kwa idadi ya wizara 20 nilizozitaja ni 200, ukigawa kwa majimbo 50 ni 4. Kwa hiyo nafasi zao katika baraza hili la mawaziri ni nafasi 4. Nimeamua kuziacha wazi bila uteuzi nafasi hiyo mpaka pale tutakapokubaliana aidha wanaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa au la. Kama nilivyosema wakati wa ufunguzi wa baraza la wawakilishi, nilisema niko tayari kushirikiana nao kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Na hapa natumia mamlaka yangu ya kikatiba kwamba hizi nafasi zitabaki wazi kwa mujibu wa katiba mpaka pale kipindi kitakapokwisha, ambayo ni kikatiba ni siku 90. Hili la pili. Labda niseme ni wizara gani ambazo ninaziacha wazi. Ya kwanza ni ofisi ya makamu wa rais, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Ya pili ni wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda. Ya tatu ni wizara ya afya. Na ya 4 ni wizara ya utalii na mambo ya kale. Hizi 2 walikuwa nazo katika kipindi kilichopita. Biashara na maendeleo ya viwanda na afya nimeamua zibaki. Lakini nimeongeza 2. Ofisi ya makamu wa kwanza awe na mtu kutoka kwenye chama chake akipenda. Lakini nimeona sekta mama, sekta kuu ya uchumi hapa Zanzibar ni utalii. Basi tuwe na goodwill, sekta kiongozi tuwape wao. Jambo la 3. Katika kipindi kilichopita kulikuwa kuna wizara au chini ya ofisi ya rais kulikuwa kuna wizara nyingi. Kulikuwa kuna ofisi ya rais Ikulu, kuna ofisi ya rais TAMISEMI, yani tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum. Lakini vile vile ilikuwepo ofisi ya rais kazi, uchumi na uwekezaji, na vile vile kulikuwa kuna ofisi ya rais fedha na mipango. Katika awamu hii nimeamua kuziondoa 2 kati ya hizo zibaki nje ya ofisi ya rais na 2 zitaendelea kubaki chini ya ofisi ya rais. Itakayobaki chini ya ofisi ya rais ni ofisi ya rais Ikulu na ofisi ya rais tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za CMZ. Zitakazotoka na kuwa wizara peke yake independent ni wizara ya fedha na mipango na wizara ya kazi na uwekezaji.